Shenda Mtito TV. Shenda Mtito TV. Shenda Mtito TV. Rafiki namba moja wa burudani na michezo. Rafiki namba moja wa burudani na michezo. Yes bwana, kama ada yetu kukutana mahali hapa kwa ajili ya kupata burudani za michezo na burudani. Yaani namaanisha hapa unaopata uhondo wote wa taarifa mbalimbali za kimichezo. Jina langu ni Christopher Beda, mwana michezo wako, mwana jandu, na nyuma ya kamera ni AP Classic Wear. Ninaposema nyuma ya kamera, yani huyu mwamba anahakikisha kwamba picha inakuwa ngavu na kila kitu anazingatia picha inakuwa HD. Huyo ni AP Classic. Naam, nimemtafuta mzee wa data angalau tuzungumze mawili matatu ya kimichezo. Na hapa leo hii tunakwenda kumtazama mchezaji, si mwingine ni Jean Charles Saleh Ahoua, mchezaji wa timu ya Simba Sports Club Mnyamani. Na mzee wa data namuona kwa mbali hapa, natamani tuzungumze naye hapa. Mzee wa data, Jean Charles Ahoua, performance yake ndani ya Simba Sports Club Mnyama. Na hii imekuwa kama kawaida yetu, mara nyingi huwa tunamzungumziaga namna ambavyo wana mchango ndani ya Simba Sports. Mechi ya mwisho dhidi ya Ken Gold amefunga, lakini pia ndiye kinara sasa katika upachikaji wa mabao. Natamani pia tumzungumzie huyu Jean Charles Ahoua muda na wakati huu, mzee wa data. Unapozungumzia Simba imebadilika sana msimu huu kulinganisha na msimu uliopita. Ikiwa mechi mbili zimebaki bado inapigania ubingwa na watani zao jadi Yanga kwa tofauti ya pointi moja, Yanga pointi 76, Simba pointi 75. Simba ikiwa imeongeza kufunga mabao kutoka ligi nzima msimu uliopita imefunga mabao 59. Leo hii mechi 28 tayari na mabao 68. Simba ambayo msimu uliopita iliruhusu mabao 25, hivi sasa mpaka sasa imeruhusu mabao 11 na kwa timu ya pili kwa kuruhusu mabao machache baada ya Yanga iliruhusu mabao 10, timu ya pili kwa kufunga mabao mengi hayo mabao 68, timu ya pili kwa point, timu iliyofika finali ya kombe la shirikisho la CAF baada ya kutofanya hivyo kwa misimu tangu 2018-19, uwekezaji mkubwa ukiwamo wa Mo Dewji, rais wa heshima wa klabu hiyo, lakini kuwahi kufika finali ya michuano ya CAF. Msimu huu imefika kote huko, huwezi kuacha kumtaja Jean Charles Ahoua. Amekuwa na athari kubwa chanya ndani ya Simba. Yeye tofauti yake ni moja tu, si miongoni mwa wachezaji vipenzi sana kwa baadhi ya mashabiki, kwa sababu cheza yake sio yenye udambwi wa kuvutia ya kufanya watu wakaange chipsi, urembo, la hasha. Yeye ni aina wachezaji ambao tunasema soka la kisasa ambalo kubwa huwa ni kutekeleza mpango kazi wa mwalimu, sio kucheza na mashabiki. Ili tundo ambalo Jean Charles Ahoua hana hivyo. Yeye pa kushangiliwa sana ni pale anapofunga bao, ni pale anapotoa assist, pasi saidizi ya mabao. Mengineyo umkuti sana. Anafanya mambo muhimu kulingana na mpango kazi wa mwalimu Fadlu Davis. Kwa sababu hiyo ushangai kukuta kwamba katika kikosi cha kwanza cha Simba yeye mara nyingi anaanza. Mpaka sasa katika ligi kuu Simba amecheza mechi 28, yeye amecheza mechi 25. Umeshaona? Lakini kwenye mechi hizi Jean Charles Ahoua kabla ya mechi yao dhidi ya Ken Gold walioshinda mabao 5, yeye akifunga bao, akitoa assist, akichangia 40% ya mabao yote katika mechi ile, maana ilikuwa mabao 5. Jean Charles Ahoua alikuwa ndiye mchezaji anayeshika nafasi ya pili kwa kufanya majaribio mengi ya kufunga katika ligi nzima. Yaani kabla ya mechi dhidi ya Ken Gold, kinara wa kupiga mashuti ni Stefan Aziz Ki, aliyekuwa Yanga hivi sasa yupo Wydad Casablanca ya Morocco akiwa amepiga mashuti 65. Jean Charles Ahoua alikuwa wa pili, amepiga mashuti 64, amezidiwa shuti moja na Stefan Aziz Ki. Sawa? Lakini kwenye mashuti yake 64, 37 alikuwa amelenga lango, ana mabao 15, assist 8, akichangia mabao 23 kabla ya mechi dhidi ya Ken Gold. Baada ya mechi dhidi ya Ken Gold akifunga bao akitoa assist, maana yake ana assist 9 sasa, halafu mabao 16. Kwa lugha nyingine, ukiangalia kwenye msimamo wa mbio za kuwania kiatu cha dhahabu, yeye ana nafasi kubwa zaidi. Kwa sababu zimebaki mechi mbili, yuko juu kwa tofauti ya mabao 3 kulinganisha na wanaomfuatia. Ana mabao 16. Wanaofuatia orodha yao ni 8 na 8. Prince Dube wa Yanga na mabao 13, Mzizi wa Yanga na mabao 13, lakini pia kuna Lionel Ateba Mbida wa klabu yake kuna Msimbazi Simba na mabao 13. Amewacha mabao 3, kuna mechi mbili. Kwa hiyo kwa nafasi kubwa ya kuwa miongoni mwa wale wanaoweza kutoa kiatu cha dhahabu endapo atadumisha kile ambacho ameshakionyesha mpaka sasa. Lakini sio hilo tu. Jean Charles Ahoua kwenye assist, pass saidizi za mabao. Wow, what a performance kwenye eneo hili. Kwa sababu kinara wa kutoa pass saidizi za mabao ni Faisal Salum Feitoto ambaye ametoa pass saidizi za mabao 13, ndio kinara. Hapa ilikuwa kabla ya mechi yao dhidi ya Dodoma Jiji.
lakini wanaofuatia walikuwa wametoa assist 99 ambao unawakuta kina Stefan Aziz Ki, unamkuta Maxim Pia Zengeli, unamkuta Peodo Pacome Zouzoua. Yeye alikuwa na 8. Kutoa pasi nyingine dhidi ya Ken Gold, manake pasi za mabao wale wanaongoza pale juu, yeye hachezi mbali kwa sababu ana assist 9. Kwa hiyo yupo kwenye mabao, yupo kwenye assist. Kwa ujumla amechangia mabao 25 kwenye ligi kuu. Simba mpaka sasa wamefunga mabao 68, yeye mabao 25. Katika mabao 68 maana yake utachukua 25 chini weka mabao yote 68 zidisha kwa 100, utapata goal contributions katika asilimia ufanisi wake, ambayo ukizidisha vizuri wewe na watazamaji wako utagundua unapata around asilimia 37 ya mabao yote ya Simba kwenye ligi kuu Tanzania bara msimu huu, yeye ndo anahusika. Umeshaona, ingawa hajacheza mechi zote, kacheza mechi 25 kati ya mechi 28. Nadhani umeelewa vizuri. Lakini hata kwenye ligi kwenye kombe la shirikisho, kuanzia hatua ya makundi mechi 6 mpaka finali ambapo jumla ni mechi 12, yeye Simba ilikuwa imefunga kwa ujumla mabao 12. Katika mabao 12 yeye amefunga mabao 3, ametoa assist 2, kachangia mabao 5 katika 12, ambao ni mchango wa mabao kwa hesabu zile 5 chini 12 zidisha kwa 100, ni around asilimia 42 ya mabao yote ya Simba anahusika huyu Jean Ahoua. Tumeshazungumza mara kadhaa kwamba hata kwenye michuano ya CAF kaitwa kwenye kikosi bora cha wiki mara 4. Ndio mchezaji aliyoitwa mara nyingi kuliko wachezaji wengine wote ndani ya kikosi cha Wekundu wa Msimbazi Simba kwenye michuano ya kombe la shirikisho. Kwa hiyo huyu ni mchezaji ambaye kadri siku zinavyozidi kwenda mbele, wale ambao wamekuwa kimchallenge kwamba wapo mashabiki wa Simba wenyewe, achana na wengine, mashabiki wa Simba kwamba kama atumuelewi kwa sababu avutii, lakini ukizama kwenye namba anawaumbua wengi. Wanabaki tu kwamba basi tu namba 10 mgongoni havutii, wanawaza Simba bwana ina tatizo kwenye namba 10, lazima itafute mwingine. Wakienda kwenye namba, yeye ndo best performer kwenye ligi hivi sasa. Hata ukizungumzia kwa mfano wakati Clatous Chota Chama akiwa ndani ya Wekundu wa Msimbazi Simba, maana nafasi majukumu alionayo Jean Ahoua kwa kiasi kikubwa ndio ambaye alikuwa nayo Chama enzi zake akiwa ndani ya Simba kwenye kati tofauti, akiwa kwenye kiwango bora sana. Simba ile 4-2-3-1, wale watatu wa juu katika kushambulia baada ya golikipa 4-2-3-1, Chama alikuwa ndo mbunifu mkuu pale kati, akitoa pasi saidizi za mabao, akifunga panapostahili, akipiga mipira ya kutenga. Hilo jukumu lote sasa analo Jean Ahoua. Anafunga kama tulivyotoka kueleza, ana assist, na ufungaji wake ni pamoja na mipira ya kutenga. Mikwaji ya penalty umo, lakini mipira tu ya kutenga kupiga moja kwa moja imo, ikiwamo mechi ya nusu finali kombe la shirikisho dhidi ya Stellenbosch New Amani Complex. Simba walishinda 1-0 na ni bao ambalo liliwapeleka finali, ni free kick aliyopiga yeye Jean Ahoua. Alifanya hivyo katika mechi moja hapo walipocheza dhidi ya Kagera Sugar kule Kaitaba, alifunga bao la free kick Jean Ahoua. Ni mzuri katika eneo hilo, ni specialist katika mipira ya kutenga karibu na lango la wapinzani. Amekuwa na mambo mengi mazuri. MVP, mchezaji bora katika ligi kuu ya Ivory Coast msimu uliopita. Huenda katika wachezaji wanaowania tuzo ya kuwa mchezaji bora msimu huu. Hizi mechi mbili zilizobaki akionyesha kiwango bora, namuona na yeye ni miongoni mwa wale ambao ni contenders wawania nafasi hii kwa sababu ya kiwango bora anachokionyesha. Amekuwa mchezaji bora wa mechi mara kadhaa, ameshakuwa mchezaji bora wa mwezi mara kadhaa, lakini pia amekuwa akiipatia Simba mabao muhimu ya kuwezesha kupata pointi 3 mpaka sasa, kuifanya iwe inawania ubingwa ligi kuu Tanzania bara, ikiwa imeimarika kwenye kufunga, kwenye kuzuia, kwenye performance ya jumla kwa maana ya points, ikiwa imeacha pointi 1 kama nilivyotoka kueleza awali. Ni mchezaji muhimu, ni mchezaji ambaye amekuwa kwenye kiwango bora kadri siku zinavyokwenda. Yes, kwa hiyo manake kama na hiyo Ahoua yeye anafanya vitendo na sio maneno kabisa. Wanasema he walk the talk. He walk the talk. He don't talk the talk but he walk the talk. Anafanya kwa sio maneno uwanjani. Utazungumza ya kusema, ukifanya analysis sasa zije hapa data, ufanisi wa kila mchezaji unamkuta yeye kwenye kwa attempt yupo zaidi, assist ndo anaongoza Simba zima, hakuna anatoa assist kama Jean Ahoua. Magoli ndo anaongoza, mtoka kuambia sio tu Simba, ligi nzima yeye ndo kinara, na kuna uwezekano akawa na nafasi kubwa ya kuwa mfungaji bora, kwa sababu nimetoka kuambia zibaki mechi 2, wenzake amewacha kwa mabao 3, mechi zimebaki 2, inategemea ufanisi katika mechi 2 zijazo. Lakini pia nimekutajia hadi asilimia, Simba mabao yake yote kwenye ligi asilimia 37 yeye anahusika. Hakuna mchezaji mwenye kuhusika kwa mabao
kwa asilimia kubwa kiasi hiki cha yeye jashaua ndani ya Simba. Kwenye kombe la shirikisho nimekwambia asilimia 42. Hapa sijakuhesabia kuna kitu inaita pre-assist, pasi kabla pasi saidizi ya mabao ambazo pia anahusika nyingi. Yuko vizuri akicheza nyuma ya mshambuliaji kinara, uwezo mkubwa wa kuona nafasi sahihi ya kutoa pasi sahihi, wapi pa kusimama ili kufunga, ana mambo mengi chanya. Na hasa mwingine anaweza sione, hapa sijakutajia japo hujaniuliza mpaka kwenye kuzuia mechi kwa mfano dhidi ya Stellenbosch ile ya Zanzibar. Simba kuna kitu tunasema jewels, mipira ile ya kugombania. Yeye mipira ya chini kwa mfano alipigania mipira 9, mipira 8, kafanikiwa 6 ambao ni asilimia 75. Watu wengi kwenye eneo hili hawaonagi sana, yani juu ya majukumu ya kuzuia. Yeye ni miongoni wa wachezaji wa Simba wanaoshiriki sana katika kuzuia. Kabla finali dhidi ya RS Berkane ile ya Zanzibar, alikuwa ndo anaongoza kwenye michuano yote ya CAF ya klabu kwa maana ligi ya mabingwa na kombe la shirikisho kwa kutoa key passes. Alikuwa ametoa key passes 27 ambazo kwa tafsiri tu key pass ni pasi ambayo ukiitoa anayeipata mchezaji mwenzako anafanya jaribio la kufunga mpira unalenga shabaha, lakini hauwi goli. Ukiwa goli inaitwa assist, ukitoka nje hiyo pasi yako haitwi key pass. Sasa yeye alitoa pasi 27 kabla ya mechi dhidi ya RS Berkane katika finali ya pili. Kwa hiyo unaweza kaona ni mchezaji ambaye anahusika katika maeneo mengi. Simba mechi dhidi ya Stellenbosch Zanzibar, mechi nzima walipiga cross 18. Katika cross 18, 7 alipiga ua, 7 mpanzo. Mechi nzima cross zilizofika kwenye mechi hiyo nahitaji kama mfano, Simba walipiga cross zilizofika zilikuwa cross 6 mechi nzima. 3 kapiga ua, 3 mpanzo. Katika mechi ambayo ufanisi wake kwenye pasi ulikuwa wa juu mno, alitoa pasi 33, zilifika pasi 29, ufanisi wa around asilimia 79. Ana mambo mengi chanya. Unapozungumzia kupiga mashuti kwenye kombe la shirikisho, yeye na Kibu Denis Prosper ndio juu, kwa sababu Kibu Denis Prosper mashuti takriban 34 yaliolenga lango 10. Yeye mashuti 33 yaliolenga lango 11. Kwa hiyo unamkuta kwenye maeneo mengi kiasi ya kwamba kama unaweka vibox kufanya tathmini mchezaji ana mambo mengi chanya. Ingawa bahati mbaya kwake wale ambao hawamkubali kwa kumuona kwa macho wanaokota vingi vile ambavyo ni hasi kwake, kwa sababu hamna mchezaji ufanisi wake asilimia 100 duniani, yeye akiwa mmoja hapo. Yale matukio ambayo ni hasi ndo anayakumbuka zaidi, ikiwamo dhidi ya Stellenbosch, mpira wa mwisho ambao alimpiga chenga kipa halafu hakufunga akakosa, ndo ile wanakumbuka, wanasahau hilo bao la ushindi alilifunga yeye. Nisiongee kana kwamba mimi ni manager wa wakala, lakini hapa nazungumzia takwimu zake zinamfanya awe miongoni mwa wachezaji bora wa kutumainiwa ndani ya kikosi cha kocha Fadlu Davis wa Simba. Nikushukuru sana mzee wa data. Shukrani jazilan. Mahali pa kukaa wakati wa weekend au safari zako za kikazi? Basi unapofika Dodoma, ichague Brand Hotel. Ni hoteli ya kifahari, chaguo kamili kwako, yenye mandhari nzuri ya kuvutia. Tunajivunia huduma bora ya malazi, chakula na vinywaji. Utapata free breakfast, free wifi, free swimming pool. Vyumba vyetu ni vya kisasa na vifaa vya kipekee vinavyofanya siku yako kuwa ya kufurahisha na yenye kumbukumbu nzuri. Pia tuna kumbi za kisasa kwa ajili ya shughuli mbalimbali na garden ya kupigia picha. Tunapatikana Kisasa, Dodoma, Tanzania. Fanya booking online kupitia booking.com. Wasiliana nasi kwa simu namba 0773467756. Email brandhotel14@gmail.com. Brand Hotel, tunaamini kwenye ukarimu na huduma bora.